أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقصه خزائنه ولا يزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وبعد. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vile vile na kumtakia rehma na amani bwana wetu mtukufu Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Leo ni siku ya 15 ya darsa zetu chini ya anwani malezi, sayansi ya malezi kwa mtazamo wa Qur'an. Mtakumbuka katika darasa ya jana tulizungumza kuhusu mchango wa mazingira anayekulia mtoto katika kushawishi tabia zake, ku-influence behavior. Na mazingira ya kwanza ni familia. Hadithi zote na wataalamu wa kilimwengu wamekubaliana kwamba shule ya kwanza ya mtoto ya maadili ni familia, kabla ya shule nyingine yoyote ile, na kwamba wazazi wana mchango mkubwa sana katika kufinyanga tabia za mtoto. Na ndio maana tumeona katika Uislamu Mtume anahimiza juu ya ubora wa wazazi, anahimiza juu ya ubora wa mume, aina ya mume wa kumuoa mwanamke wa Kiislamu, na vile vile aina ya mwanamke anayefaa kuolewa, kwa sababu hawa ndio wanaofanya kazi ya kufinyanga tabia za mtoto. Na tumeona mifano mingi, lakini katika darasa yetu ya jana tulianza kuona nadharia ya bwana mmoja anaitwa Albert Bandura. Tumesema ni nadharia mpya sana kwa sababu bwana huyo amekufa mwaka 1921. Kwa hiyo ni karne iliyopita. Lakini nadharia ambayo ina sehemu kubwa ya makubaliano na Uislamu, na hasa kama tulivyosema kwamba nadharia hii inaamini kwamba mtoto anajifunza kwa kutizama vitendo zaidi kuliko kwa kuamrishwa. Narudia, kule kumwambia mtoto fanya, usifanye ni sawa, lakini mtoto kuona unafanya na haufanyi kuna athari kubwa zaidi kuliko kuambiwa fanya na usifanye. Na ndicho anachokiita learning by observation. Mtoto hujifunza kwa kutazama, kwa kuona kinachofanyika na kisichofanyika. Umefanyika utafiti mwingi sana
Tumesema Kiarabu inaitwa nadhariyatu at-taallumi al-ijtimai, nadhariyatu at-taallumi al-ijtimai, ambacho tumesema Kiingereza chake ni social learning theory. Nini maana nadharia? Jana tulidokeza kidogo. Nadharia ni kanuni inayotoa al-itarul kulli, inatoa kanuni ya jumla ambayo unaweza ukatekeleza baadhi ya vitu chini yake. Ukishaifahamu, ukisikia lolote unajua pakulitia, linaingia mlango gani, kanuni gani. Na Waswahili waliposema neno nadharia, hili neno la Kiswahili lakini asili yake ni Kiarabu. Nadhara yandhuru, nadhira, falyandhuril insanu. Na ndo tukasema mara nyingi kwamba zile aya zinazosema falyandhuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiqin yakhruju min baini sulbi wat-tara'ib, mwanadamu atizame ametoka wapi, ameumbwa kutokana na nini. Ile kuambiwa atazame sio mujarradi wa kutazama, maanake aangalie na azingatie. Kwa lugha ya sasa hivi afanye utafiti, afanye research. Afala yandhuruna ila al-ibli kayfa khuliqat, je hawatizami ngamia ameumbwaje? Kaifia, maanake kutizama na kuzingatia kwa lugha ya sasa hivi ni kufanya research, tafiti. Tunaposema nadharia ni kitu kilichofanyiwa utafiti, yeye kafanya utafiti, na katika utafiti wake huyu bwana Bandur alichukua kundi la watoto akaweka katika chumba, kisha akawapa vifaa vya kuchezea, lakini akaweka na jidoli kubwa pale limekaa tu kama urembo. Kisha bwana yule akawa analipiga lile doli na watoto wanaendelea kucheza pale. Kisha ameweka kamera zake akaondoka. Kisha akarudi baada ya muda akawatoa wale watoto, akatizama ile kamera watoto walifanya nini baadaye. Kamera ikamuonesha kwamba baada ya yeye kuondoka watoto waliacha michezo yao, wakaelekea lile jidoli wakalipiga, wakawa wanalipiga, wakachukua muda mrefu sana kulipiga. Kisha akaja akawaweka watoto wengine, akawatilia lile doli pia na michezo ile ya kuchezea vifaa mbalimbali. Kisha hakulifanya lile doli chochote kile, akaondoka. Wale watoto wakawa huru. Kamera baadaye ikamuonyesha kwamba hawakugusa yule mdoli, hawakufanya chochote na lile doli. Alafu akafanya la tatu ambalo sitaki tulizungumzie kwa kirefu sasa hivi kwa sababu wakati wake utakuja. Kawaekea watoto michezo ile vifaa vya kuchezea, alafu akawaekea TV pembeni. Ile TV ina mtu analipiga doli, analipiga, sio yeye tena, sasa ni TV. Kisha akaondoka. Baada ya muda akaja kutizama, akaona namna ambavyo watoto walipoamka yeye hayupo, namna walolipiga lile doli, tena walilipiga zaidi kuliko yeye alivyokuwa akilipiga mbele yao kwa kuona kwenye TV. Ni moja katika tajriba alizozifanya kwa ajili ya kuona kwamba mtoto anawezaje kuiga kile anachokiona, sawa sawa anakiona kwenye TV au anakiona kwa mtu, au kama hajaona kitu anakuaje. Tumepatana mpaka hapo, sio? Kwa hiyo amefanya utafiti wa aina nyingi mpaka akaamini kwamba sehemu kubwa ya malezi
si kwa kutoa maelekezo, bali ni namna unavyoishi unawaathiri sana wale wanaokutizama. Ndio tukasema hivi, katika nadharia hii kuna mambo kadhaa wa kadha ambayo yanafatana na kukubaliana na Uislamu. Na wakumbusheni tu kwamba aya tuloisoma ni kisa cha Qabil na Habil. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimtuma Kurabi. Kurabi yani kunguru. Alimtuma akamfundisha kivitendo Qabil kaifa yuwari sawata akhihi, anawezaje kuhifadhi mwili wa ndugu yake aliyemuua ambaye ni Habil. Na kweli alijifunza kwa kuona ndege anavyofanya, akasema, akajuta, akasema aajaztu an akuna mithla hadha alghurabi, hivi mimi kweli nimeshindwa kuwa angalau kama huyu Kurabi ambaye ameweza kusitiri mwili wa ndugu yake. Sasa Mungu anatufundisha namna ambavyo vile vitendo tu alivyoviona vilimuathiri. Hakuambiwa afanye, lakini iliingia katika subconscious mind yake. Yule Qabil akaweza kumsitiri ndugu yake, akapata tabia hiyo nzuri kupitia Kurabi. Moja katika mifano mizuri. Sasa anasemaje huyu bwana? Vitu ambavyo sote tunavifahamu. Anasema kwanza mtoto anahitajia kitu kinachoitwa al-qudwa, kigezo. Na nyumbani kigezo ni wazazi namba moja. Na nadokeza hapa kwamba kigezo sio wazazi tu, bali baba kabla ya mama. Kwa sababu hata pale nyumbani kwa mujibu wa Qur'ani, yule baba mwenyewe anatakiwa kigezo kwa nani? Kwa mama vile vile. Lazima tuelewe maana ya ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i, ni baba kuwa kigezo, qudwa. Yani haifai kawa wewe sasa ndio unamwagiwa maji ili uamke salati subhi na mkeo. Akifanya amefanya khairi. Lakini kinachotakiwa ni kwamba tumesema mara nyingi qawwamuna, qama, aqama, iqamatu salati. Kila mara tunasema aqwamu, ad-dinul qayyim, ni kufanya jambo kisawa sawa. Ad-dinul qayyim ni dini iliyokuwa sawa sawa. Sasa maana yake ni kwamba rijalu qawwamun, wanaweka mambo sawa sawa. Kuweka mambo sawa sawa ni wajibu wako. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Kwa hivyo mwanaume ni kigezo. Nadharia hii inaamini kuhusu kuwepo na qudwa. Na Uislamu ndivyo unaotufundisha, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Huko mbeleni tutakuja kujifunza katika masala ya hub, mapenzi yana nafasi gani katika malezi. Na dokeza tu hapa kwamba huwezi kuwa qudwa kama hujachuma mapenzi. Yani mtu ili aigwe, mwalimu mzuri ni yule ambaye wanafunzi wanatamani kuwa kama yeye. Narudia, mwalimu mzuri ni yule ambaye wanafunzi wake wanatamani kuwa kama yeye. Sasa utafanya nini ili wanafunzi watamani unavozungumza, unavotembea, unavovaa, unavofundisha, kila unachokifanya mwanafunzi wako anatamani awe kama mwalimu. Ndio maana ya qudwa. Ndio maana mwalimu anaambiwa sasa ukikaa mbele wewe, ethics za ualimu lazima uwe unaonekana wewe ni mtu smart, hata mwanafunzi ajue nasoma ili nifanane kama huyu. Ndio jana nikasema kama mwalimu hakuvaa ebo, mwanafunzi anatamani nini kwa mwalimu? Yeye asome awe nani na yeye, wakati anemsomesha mwenyewe yuko vile. Sasa lazima atamani kufanana na mwalimu wake. Ndio kawaida hivyo. Lazima mtoto atamani kufanana na baba yake. Hata ukimuuliza mwanangu nataka kuwa kama wewe, anambia hapana, mimi nataka unizidi mimi, uwe zaidi ya mimi. Lakini mtoto asiyetamani kamwe kuwa kama baba yake ni mtihani. Maana yake kuna kasoro kwa baba. Kwa hivyo kuwa kiongozi, kuwa qudwa, kigezo,
ni moja katika hatua za mtoto kuiga. Ndio maana anasema kwanza kuna qudwa, alafu kuna mulahadha. Mulahadha ni tabia ya mtoto kuzingatia kilichokuwa mbele. Wataalamu wa kisaikolojia wanasema hivi, mtoto hata kama anashughulika na michezo yake pale, lakini wazazi wanazungumza, nusu nzima ya akili yake iko kule na ana capture yote, anayapata yote, kwa sababu yeye uwezo wake wa kupokea ni mkubwa sana kuliko mtu mzima. Yeye ni seti tupu, haina memba, ukurasa ule unahitajia kupokea sana. Ndio tumesema tatizo la wazazi wengi ni kudhani mtoto hayuko makini, yuko bize, haelewi kinachoendelea. Hili ni tatizo. Kwa hiyo kuna qudwa, kuna mulahadha, alafu kuna kuiga, imitation, kuiga, taklid. Na nyinyi mnafahamu kwamba michezo ya watoto mpaka wanafikia mahala wanacheza michezo ya baba na mama. Unadhani maana yake ni nini? Haya, wewe baba, wewe mama. Kisha mara nyingine anapika udongo na anaweka vifuu vya nazi kwamba pale haya chakula tayari. Haya yote tunayajua jamani. Unadhani kwa nini? Kwa sababu ya tabia hiyo ya kutaka kukopi yale maisha. Na anaweza kuingia ndani akajidai kwamba ndo baba, anaingia na akajidai amekaza sauti nzito, anatoa amri. Ujue nyumba ile baba yuko hivyo. Baba yuko hivyo. Kwa sababu yeye hajui maisha ya mume baba zaidi ya hayo. Kwa hiyo mtoto ana tabia ya kuchukua alafu anakopa, anafanya imitation, anaiga, anaigiliza. Kama kuna vituko vingine amewahi kuvisikia, kuviona, ataigiliza pia. Sasa hii ndio nadharia ya huyu bwana, kwamba vitendo vina ushawishi mkubwa sana. Vile vile tumeona katika hadithi na tutaendelea kuona katika darasa yetu kwamba mazingira yana mchango mkubwa sana katika kushawishi malezi. Kwa mfano, anaweza kubadilishwa kiongozi katika taasisi au katika kampuni, akaamua badilishe na mazingira ya pale kwa sababu anataka kufanya vitu vipya. Nimewahi kusema siku moja, hawa wanafunzi wetu akija mwaka wa kwanza ni mpole sana, na akiingia tu chuoni, hata kama ana tabia zake hawezi kuonyesha makucha, anasoma mazingira. Akiyaona mazingira hayafanani kabisa na tabia yake, atachelewa kuibua ile tabia mpaka afikie mahala ahisi ana amani fulani kuitoa. Kwa hivyo atayaogopa mazingira. Ni sawa sawa na kukuta mahala pasafi sana, wewe mwenyewe utafikiria mara mbili kutupa karatasi uchafu, lakini ukishakuta mazingira yenyewe machafu na wewe unatupa tu, na makohozi unatema tu, kwa sababu ukitizama penyewe panafanania, sio? Lakini unaweza ukaingia mahali ukipatizama wewe mwenyewe ukavumilia na kohozi lako, ukaona hapa nitaanzaje nini. Sasa hayo ndio maana ya mazingira. Kwa hiyo kuna wataalamu wengine akishapewa kampuni, anahisi kwamba hawa wafanyakazi hawa ambao miaka 10 wameishi na meneja yule, leo nimepewa mimi, natakiwa nilete sera mpya na utaratibu mpya. Namna ya kuanza kuwabadilisha hawa siwezi, kwanza nibadilishe mazingira. Anatengeneza vitu vipya mpaka wajengee taswira kama vile wako mahala pageni papya, kisha ndo anaweka kanuni mpya, ni rahisi kueleweka. Kwa hiyo wataalamu wamesema kuna uwiano mkubwa baina ya mazingira na malezi. Pale nyumbani pakoje? Umepatengenezaje? Umewekaje mazingira? Jiko likoje? Sehemu ya kuswali ikoje? Maingiliano ya kila siku yakoje? Tengeneza mazingira fulani ambayo yana maana kimalezi. Utaona Kiislamu sisi hata kuwa na open kitchen sio malezi ya Kiislamu, si mazingira ya nyumba ya Kiislamu, kwamba ni jiko liko wazi, mama akipika wale wageni sebleni pia wanamuona. Unaambiwa ndio jiko la kisasa ile linaloitwa open kitchen. Hayo ni mazingira nayo, sio? Sasa huyu mama atakuwa uchi wageni wakiwa wanasubiri chakula, sio?
Kwa hivyo mazingira na malezi ni vitu vinakwenda sambamba, vina uwiano mkubwa sana. Sasa tukiona katika hadithi kwa mfano, na nyie mambo mengi mnayafahamu, mtaona hizi hadithi ambazo nyie mnazifahamu vile vile. Mtume mwenyewe kuna mambo ambayo ametufundisha kwa kutoa amri, fanyeni, msifanye, na kanuni za kiusuli mnazifahamu. Lakini kuna mambo ambayo mtume hakutaka kusema fanyeni hivi, bali amewaambia Waislamu wamtazame anavyofanya tu. Ndio akasema sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona, mnavyoniona ninaswali. Kwa hivyo anatutaka mtume sisi tuige, mtizame anavyoswali, alafu wewe swali kama anavyoswali. Khudhu anni manasikakum, chukueni kwangu zile amali za hija, namna ninavyorusha mawe kumpigia shetani, namna ninavyofanya sa'i ya Safa na Marwa. Mtume hakutegemea kukaa chini awaambie bwana sa'i inafanywa hivi akasema kwa mdomo, la, anamwambia chukueni kwangu kivitendo, angalieni namna ninavyofanya sa'i, alafu na nyie mfanye hivyo. Kwa hivyo vitendo vya hija tumetakiwa tuvisome kwa kumtizama anavyofanya mtume. Na tumesema hii nadharia kiasi fulani kikubwa tunakubaliana nayo, kwa sababu inakwenda sambamba na mafunzo ya Kiislamu. Tunakubaliana nayo kiasi kikubwa. Na kwa sababu gani? Ukiuliza maana ya sunna kwa Waislamu wote utaambiwa kwamba sunna, ndugu zetu watakwambia ahlu sunna kwamba sunna ni qaulu rasuli wa fi'lihi wa taqririhi, ni kauli ya mtume na nini? Qaulu rasuli wa fi'lihi, na vitendo vyake. Kwa hivyo vitendo ni sunna, kwa maana sisi tukiviona tufanye kama tulivyoona. Wa taqririhi, na kule kuliona jambo alafu akaridhika, maana yake karidhika nalo linafaa. Na mara nyingi tunawaambia jamaa kwamba kila mnapoambia jambo hili bwana tunalifanya, lakini sema hapana, mtume hakufanya, bid'a. Kwani mtume alifanya mambo yote? Kwani sisi tumeambiwa tufuate alilofanya mtume tu? Nini maana ya sunna? Sunna ni kwamba kuna ambayo hakuyafanya mtume lakini akayakubali. Kwa hiyo ukiniambia kwamba bwana mtume hakufanya hili, nitakwambia hivi, kwani tunatakiwa tufanye kila alilofanya mtume? Hakuna anayesema hivyo. Kuna mambo hakuyafanya mtume na yalifanywa mbele yake na akaridhika nayo, yanaitwa takrir. Na hii ni kwa ijma'i ya Waislamu. Ina maana kwamba na leo hii kuna mambo yanafanyika ambayo mtume angekwepo vile vile ingekuwa ni sehemu ya takriri. Tukubaliani kwamba uwezekano wa hilo upo, kwa sababu jana iliwezekana. Mtume hawezi kufanya mambo yote bwana, yani mambo yote ameyafanya, haiwezekani. Alafu tukija upande wetu, sunna nini? Ni qaulul ma'sumi wa taqririhi wa fi'lihi wa taqririhi, ni kauli ya maasumi na kitendo cha maasumi, na lile lilofanywa mbele ya maasumi akalinyamazia. Maana yake kunyamaza kwake yeye yuko katika maqamul bayani, ina maana kwamba ameliridhia. Kwa hiyo nalo sunna. Mahalu shahidi ni kitendo. Kitendo kina nafasi kubwa sana katika Uislamu, kitendo cha maasumi, lakini kitendo cha kiongozi, kitendo cha mlezi ambaye ni mzazi. Mzazi anatakiwa sana atizame anafanya nini mbele ya watoto, kwa sababu watoto ni wepesi sana kuiga. Al-Imam Sadiq katika hadithi mnaoifahamu nyote anasema hivi, kunu du'atan lana bighairi alsinatikum liyarau minkum alwara'a walijtihada wassalata walkhaira, mpaka mwisho hadithi. Anasema Imam Sadiq,
moja katika mbinu kubwa za kuathiri wasiokuwa wafuasi wa Ahlul Bait na wasiokuwa Waislamu, moja katika mbinu kubwa za kuathiri si kuwaambia, bali ni kutenda. Yani moja katika tablighi ambayo ni rahisi sana, yenye kuweza kuathiri sana, ni vitendo. Kwa hiyo Imam Sadiq anasema kuweni wenye kufanya da'wa kwa ajili ya kuwatambulisha Ahlul Bait, du'atan lana du'atan linnasi bighairi alsinatikum, bila kutumia ndimi zenu. Maana yake nini? Imam Sadiq anaamini kwamba vitendo vina athiri kuliko kauli, vina athari kubwa kuliko kauli. Kisha akasema liyarau minkumul wara'a, watu waone kwenu ucha Mungu. Kwanza wakitizama mfuasi wa Ahlul Bait waone kwa ucha Mungu bwana, jamaa wametuzidi. Sasa kusoma aya za ucha Mungu nyingi na kufanya ucha Mungu, kipi kinaathiri? Ndio kufanya ucha Mungu bwana. Na hili tuelewane jamaa, kwamba taswira ya Ahlul Bait ni vitendo. Sisi tuna nafasi ya kuwachafua Ahlul Bait kama ambavyo tuna nafasi ya kuwajenga. Kuna watu wakitizama wafuasi wa Imam Sadiq wanaweza kuona kama ni hivi, basi hawa jamaa hawako sahihi. Lakini kama hawa jamaa ndo hivi, basi hawa jamaa wako katika haki. Liyarau minkum, ili watu waone kwenu nini? Alwara, waone ucha Mungu. Lakini vile vile walijtihada, na jitihada zenu katika kumwendea Mungu, walione hilo. Jitihada zenu katika ilmu, jitihada zenu katika kutafuta riziki, yani kutokuwa wavivu katika jambo la khair. Wassalata, na hili ni muhimu sana. Yani muda wa sala unapofika, wamuone mfuasi wa Ahlul Bait alivyokuwa mbio katika sala, anavyopenda salatul jamaa, anavyotunza nyakati za sala. Yani mtu anaweza kudhani bwana kutoka mahala fulani kwenda mahali pengine maana yake kwamba kuja kwa Ahlul Bait ni kuachia mikono wakati wa swala tu. Hapana bwana, hii ni safari, na safari hii lazima uwe umejiandaa. Sio swala la kuachia mikono tu wakati wa swala. Maana yake ni kwamba, na mimi nataka kulisema ili kwa makini, katika mambo ya muhimu sana kwa wafuasi wa Ahlul Bait, salatul jamaa, kusali sala ya jamaa. Na utaona kwamba wafuasi wa Ahlul Bait, hata kama wewe humkubali imamu kwa sababu zako zinaweza zikawa sahihi au sio sahihi, sheria haikuingilii kwamba lazima, kwa sababu kila mmoja kwa kanaa yake, kinai kwake, sio kila mmoja anatakiwa kwa kinai kwake imamu huyu naweza kusali nyuma yake. Lakini kwa ajili ya kujenga umoja wa kijamii, ulamai wetu wanatutaka tuswali jamaa. Hata kwa mtu ambaye hamtaki imamu, anatakiwa aunge jamaa, ataswali mutaba. Lakini hiyo ni siri yake, sio mahala pa kampeni. Unaona mimi bwana, mimi swali jamaa bwana, kwa sababu bwana mimi, sio kazi yako, sio kazi yako. Na hiyo ndio fiqh iko namna hiyo jamaa, kwamba wewe ushajua kwamba imamu yule hanifai, nani kakutuma kufanya kampeni? Yule anayeamini inafaa kuswali nyuma yake, na aswali ili kuijenga jamii, kufanya umoja uwepo baina ya watu. Na hii inakuwa ni kielelezo sana kwa jamii inayokuja pale nyumbani. Hata kama wewe waliokuwepo watoto wadogo na nini, wakati wa sala waite wakae nyuma yako, uwasalishe. Hawajapaswa kuswali, lakini wakuone Allahu Akbar, wanaswali jamaa. Namaliza, mnasoma dua, salawatu, wanasoma. Ndivyo tunavyofundishwa na Ahlul Bait, ili tuwasomeshe wanaotuzunguka waone hilo. Kwa hiyo ndugu zangu, tulichukulia hili kama somo la Ahlul Bait katika masala yetu haya ya kusali jamaa. Ndio maana
ulama wetu wanatufundisha kwamba ukiingia katika msikiti wa Ahlus Sunnati wal Jamaa usiswali furada. Naam, utaswali furada, lakini utaunga jamaa kwa sababu ya kujenga umma. Tunachotakiwa sisi tuungane na wenzetu, na tukishaungana nao, wewe utaswali kwa hukumu zako, lakini utakuwa mutabi katika safu na wenzako. Na haya ndio mafunzo ya ulama wetu. Sasa ikiwa inafaa kule huku haifai, nadhani mantiki gani hiyo? Yani inaruhusiwa kuswali katika safu na Ahlus Sunnah wal Jamaa, alafu huku kwetu hairuhusiwi. Sijui itakuwa mantiki ya sampuli gani ile. Allahu aalam. Kama una haraka zako, unataka haraka uondoke nini, innal insana ala nafsihi basira. Lakini haya ndio mafunzo ya Ahlul Bait. Kwa hiyo Imam Sadiq anasema wassalata, na katika sala muweni mwenye kufanya da'wa kupitia vitendo vyenu ni wal khaira. Kuna mambo mengine unayafanya ya khairi ili kuwakilisha madhhab kisawa sawa. Yani kuna watu wakikutizama wewe umevaa vazi la Ahli al-Bait, hawakuoni wewe, wanaiona madhhab, wanachokiona ni madhhab. Sasa ukifanya lolote lile ambalo si sawa sawa, umefanya khiana kwa madhhab. Huwezi vua hilo vazi kwa sababu unawakilisha madhhab, na unatakiwa uwe ni kigezo, na ukiteleza madhhabu inakuwa imeteleza. Na kwa ujumla Uislamu unaweza kuteleza kwa sababu ya Muislamu kufanya kitendo. Unajua dunia sasa hivi imeshiba hizi dini zimekuwa nyingi sana. Kila siku kuna dini mpya, kila siku kuna madhhab mapya, na mtu akiibuka tu na yeye anatunga jina lake, anaanzisha ya kwake. Jana ilikuwa watu wanauza maombi, siku hizi kuna watu wanauza na dua. Kwa hiyo naitisha mkutano wa kuuza dua, watu wanakuja wanalipia zile dua, na wengine wanalipia maombi, na maisha yanaendelea. Watu hodari wa kusema na kushawishi na kuzungumza mambo ya kisaikolojia, kuwaleta watu wakaingiza mikono mfukoni wakatoa chochote. Manabii, mitume wengi. Lakini mwanadamu wa sasa hivi anahitajia nini? Hahitaji mdomo. Mambo ya kwamba Mungu kasema nini ameyasikia sana, anataka aone Mungu wako anafanya nini kupitia kwako. Yule Mungu wako anafanya nini kupitia kwako. Vile vitendo vile unavyovitangaza ndio vinatakiwa sasa hivi, kwa sababu vitendo vina influence, vina athiri. Sasa ndio yale akisema hata almarhum Sheikh Abdullah Nasr kwamba Waislamu lau wasingesimama kwenye mimbari kusema, wangetenda tu kwa mujibu Uislamu unavyotaka, dunia ingesilimu. Waislamu wasingesema qala Allahu qala rasuluhu, wangenyamaza kimya, lakini wakafanya anavyosema Mungu na mtume, wangeweza kusilimisha dunia yote. Lakini wanasema sana, na Mungu amekemea kusema sana, lima taquluna ma la taf'alun. Mungu hawezi kukemea lima taf'aluna ma la taqulun, hawezi, kwa sababu al-ibratu bil fi'li la bil qawli. Mazingatio ni kwenye vitendo, sio kwenye kauli. Kauli inatakiwa iende sambamba na vitendo. Sasa vitendo vina athari jamaa, vina athari kwa wale wanaokuzunguka, vina athari kwa watoto katika malezi. Ndio nadharia hii. Haya ni maneno ya Imamu kasema vile vile katika maneno mengine yenye lafzi tofauti, maana kama hiyo, kunu du'atan ila anfusikum bighairi alsinatikum wa kunu zainan wala takunu shaynan. Yale yenu yale yaitieni bila kutumia ndimi zenu.
yani kivitendo. Fanya kivitendo, usizungumze kuhusu udugu. Wewe fanya vitendo vya kuunganisha. Tembelea wagonjwa, tembelea jirani, saidia ndugu. Vile vitendo vinasema kuliko. Juzi nilisema hapa kama nitasema jambo. Unaweza ukapanga kampeni za kumchafua mwenzako sana, kwa sababu umemchukia, unataka kumnong'oneza kila mwenzako pia amchukie. Unaweza ukafanikiwa, lakini kwa muda tu. Na kawaida lazima utaje nukta kadhaa kuonyesha ubaya ule. Maanake unataka kumvalisha mwenzako miwani aone kwamba huyu bwana ni mtu mbaya. Kwa hiyo unatengeneza nukta ya kwanza, ya pili, ya tatu, zote zinaashiria kwamba bwana huyu hafai. Unampika, unajaribu kuvalisha watu miwani waone kwa rangi unayoona wewe. Maana ulimwengu walivyokuwa, ukichukia wewe mtu hautosheki wewe, tunataka na wanao wamchukie na waliokuwa karibu na yeye wamchukie. Nimekuona na fulani pale bwana, wewe fulani bwana, wewe rafiki yako bwana, lakini bwana yule hafai bwana Sasa ikiwa utafanya hivyo ukafanikiwa kwa muda fulani, alafu yule bwana unayemchafua akawa hayuko vile, vitendo vyake haviko vile, vile vitendo kwa muda mfupi vitafuta yale maneno yote, kwa sababu vitendo vina nguvu kuliko kauli. Vitendo mwanadamu akiona na akisikia, kuona kuna athari zaidi. Ndio anasema kwamba ulimi huu wa kusema hauna nguvu kama jicho la kuona. Jicho la kuona lina athari zaidi. Taban, nadharia hii ni pana sana, kwamba hata shuleni wanaofanyiwa mafunzo kwa vitendo zaidi huwa wanasoma kuliko wale wanaofundishwa kinadharia. Nataka tuielewe vizuri hii. Yani sisi zamani, nadhani hata sasa hivi, mtu aliyomaliza darasa la 7 amefeli, alikuwa anachukuliwa anapelekwa kwenye kutengeneza magari tu. Nenda kule, anatumwa spana hii, anatumwa hiki, ana nini, basi baadaye anakuwa fundi. Mimi nakuulizeni swali, yule bwana anayekaa darasani akafundishwa gari, akafundishwa injini inavyofanya kazi, akafundishwa vyote vile, akaambiwa kwenye injini kuna piston, kuna hiki akaelezwa vyote. Na yule kijana yarhamkallah ambaye anapelekwa akatumwa spana, akaambiwa toa hizo piston, weka ring, fanya vile, ni nani anayejua injini zaidi? Tena sio tu kwamba ni huyo anayetumwa, yule bwana akishachukua shahada yake, akienda kule atafundishwa na huyu. Kama atasema piston kumbe iko hivi, ndio iko hivi. Anaambia kuna nyingine mkubwa zaidi kama ya Scania. Kwa hivyo vitendo vina athari zaidi jamaa, vina athari zaidi. Yani vovote utakavosoma ukafundishwa ng'ombe na tabia zake, Masai anaishi na ng'ombe anamjua zaidi kuliko wewe, anamjua zaidi, na ile ni elimu nayo. Kwa hivyo ninachotaka kusema ni kwamba mzazi ajue fika kwamba anawaathiri watoto kivitendo zaidi kuliko kusema. Huwezi ukamkataza mtoto kuvuta sigara na anakuona kila siku unavuta, huwezi. Na kwa bahati mbaya wanajiliwaza wale wazee, mtoto anaambiwa kwamba lakini kanchomee sigara hii, niwashie sigara, lakini usivute wewe bado mdogo. Anaambiwa wewe bado. Kisaikolojia yule mtoto anaamini kwamba ukubwa ni kuvuta sigara, ukubwa ni kuvuta sigara. Kwa hivyo kuna wakati atataka kuthibitisha kwamba nimekuwa mimi kwa kuvuta sigara, kwa sababu ukubwa si kuvuta sigara. Kisha si kwamba hato onja akitumwa atataka kuonja huo ukubwa ukoje, wakati mwingine akitumwa tu ile. Sasa akishaanza kubadilika kubaleghe kidogo, kitu cha kwanza atataka sigara. Na akishapata ile sigara, kwa sababu sigara inaashiria amekuwa,
na aliambiwa wewe bado mdogo, ataivuta sana. Kwa sababu jogoo akianza kuwika huwa hachagui muda wa kuwika. Ndio kimeanza kuwika, sauti yenyewe ina mikwaruzo, si mnajua Yule atawika hata mchana. Anataka kuambia watu kama na mimi nishakuwa. Kwa hiyo hawiki ile asubuhi tu. Kile kijogoo kila saa kinawika. Sasa huyu bwana atavuta sigara, atakuwa anageuza uso kupandisha moshi juu, mbwembwe zote, na akitembea lazima atingishe ule mkono sana, atazivuta kisawasawa kuashiria kwamba mimi nishakuwa. Kwa sababu baba jana alipokuwa akimtuma anamwambia wewe bado mdogo. Kwa hivyo huwezi kumkataza mtoto akikuona wewe unafanya kile unachomkataza. Hadithi moja ndefu inaishia katika maneno ya mwisho, ma sakata anhu lisanul qawl nataqa bihi lisanul fi'li. Kuna lisanul fi'li na lisanul qawli. Ulimi wa kivitendo una athari zaidi, ule ulimi wa kivitendo. Siku hizi katika mitandao yetu tunaona imitation ya watoto. Hata kama kuna babu pale ndani ya nyumba, ni mwepesi sana mtoto kumuigiza babu yake namna anavyotembea, mbwembwe za baba yake nani. Unadhani ni kuigiza tu kule? Kwa nini si tulisema kama tutakavyoona mbeleni kwamba kuna kitu kinaitwa family background, khalfia ailia au usaria? Yani maana yake nini? Kwamba wewe kijana uliozaliwa katika nyumba ukamuona baba yako na mama yako tangu ukiwa mdogo namna wanavyoishi. Baba kabla hajaondoka nyumbani anambusu mama mkono, anamwambia kwa heri. Na mara nyingine unamuona baba anatoka, anaitwa, anaambiwa baba fulani usitoke hivyo bwana. Mimi nimechelewa, usitoke hivyo bwana, hilo shati halifai, subiri hapo hapo. Kisha mama anaingia ndani haraka, analeta shati jingine, anamvua baba mbele ya watoto, anamvalisha jingine, anamwambia shati gani bwana, ili aibu, hakuna na shati limejikunja hivi. Jamani, tuko pamoja? Maana mambo haya sasa hivi mapya sana kwenye majumba yetu, lakini ni mambo yanayotakiwa, sio? Au kifungwa hakijafungwa sawa sawa, kisha anamfunga sawa sawa. Unadhani ni sinema ndogo kwa watoto hiyo? Sasa huyu kijana kesho anaoa mke, alafu anatoka hakuna kubusiana mikono. Inamtachi sana kwamba mimi vipi, haya maisha gani, sio? Kwa sababu yeye katika subconscious mind yake ameelewa kwamba mke humfanyia mume haya, na yapo kichwani hayo. Kwa hivyo atatamani mke ambaye anafanya hayo. Akiyaona yale atajua haya ndiyo maisha, kwa sababu ndio alokulia. Mke ambaye hatofanya ataona ni mke mwenye kasoro. Ndio swali likaulizwa hapa kwamba na mwenzetu kijana Miraji, ikiwa katika nyumba ambayo mtoto wa kike amezaliwa, amemuona baba yake kaoa mke wa pili, wa tatu, pengine na wa nne, na wanaishi pamoja, wanalelewa pamoja, unadhani huyu binti kesho akiolewa alafu mume akasema anataka kuoa mke wa pili, kwake ni jambo zito sana? Si amekulia nalo huyu? Si ameliona? Hata kama atarusha mateke, lakini si sawa sawa na yule ambaye alikuwa ni baba mwenye mke mmoja tu, na siku alipojaribu kuongeza wa pili mama yake alirusha mateke ya kutosha, mpaka baba akaamua kusalim amri, maisha yakaendelea vile. Yeye lile somo ni somo kubwa kwake, kesho hawezi kuruhusu yeye kwa urahisi mume wake akaoa mke mwingine, kwa sababu ya ile khalfia alioipata katika maisha ya wazazi wake. Kwa hiyo hivi vitu vina athari sana. Vile vile mtoto akiona baba huwa anasaidia kazi za pale nyumbani, kumsaidia mama. Hizi ni siri za kila mtu jamaa, Maana siku hizi ukionekana na wewe unaanika nguo pale kwako, jamaa jamaa katawaliwa bwana na mkeo yule bwana, mpaka nguo anaanika bwana. Jamaa hii kasumba mbaya.
Yani mume ambaye anatoka nje anaanika nguo, kaeka karai pale anaanika nguo na mke wake yupo, ole wake jirani wamuone. Na wengine hatufanyi kwa kuogopa, wakati ambapo ni katika mambo ya kheri sana jamaa. Haya sasa akiingia jikoni itakuwaje? Kuanika nguo ni huko tu, akiingia jikoni yasema bwana leo kumzikeni napika mimi. Lakini hakuna jambo la kheri kama hilo jamaa, kupika sio aibu. Na ubaya ni kwamba lau wakija watu wa kwenu, baba yako, mama yako, akukute unapika, subhanallah, baba hebu njoo tuzungumze kidogo baba. Hivi wewe umeolewa hapa au umeoa? Ni mtihani mkubwa bwana. Na yule mke atachukiwa sana kwamba bwana anamtumikisha mtoto wetu, wakati ambapo Uislamu wala hauko hivyo jamaa. Na anasema kwa sisi mashekhe tuonyeshe mfano, sio? Kwa sababu mabadiliko yanahitajika na ni sehemu katika mapenzi haya, kwamba lazima tuonyeshe kwamba Uislamu uko tofauti bwana, na wala hakuna aibu yoyote ile wala izara yoyote katika haya. Basi kina sisi wengine hatujui hata kupika, maana hatujawahi kupika. Lakini huwezi hata siku moja ukaamua wewe ndio unaweka sahani mezani, unapanga vijiko, unamsaidia mtoto wewe kumlisha. Hivi pia ni kazi pia. Tunachotaka sisi ni yule kijana wako pale aone kwamba hata mwanaume anaweza kufanya haya, kwa sababu kuna kuugua mke. Hawa mabinti wa kazi tunawategemea, kuna siku anaaga ghafla, anaamua mimi naenda zangu. Haya mtafanyaje? Naamua sasa kufunga nyumba kwenda kula hotelini. Kwa hivyo tujifunze kwamba malezi kivitendo yanaleta athari sana kwa wale watoto, tena kwa namna ambayo mtoto mwenyewe hahisi, lakini anachukulia kwamba mume lazima afanyiwe hivi, mke lazima afanyiwe hivi. Hivi ndivyo inavyotakiwa, yanaingia katika kichwa chake. Kwa hiyo hadithi za maimamu ni nyingi sana, zinatufunza hayo na sisi tunazifahamu nyingine. Katika hadithi nyingine ndefu inasema kunu du'atan ilaina bilkaffi an maharimillah wajtinabi ma'asihi wattiba'i ridwani, mpaka mwisho hadithi. Anasema idha kanu kadhalika kana an-nasu ilaina musari'in. Na hii ni nukta muhimu sana. Hadithi hii inasema hivi kuweni wenye kufanya da'wa, kuwaita watu kwetu sisi Ahlul Bait, watutambue sisi, wamtambue mtume. Kwa namna gani? Bilkaffi an maharimillah, kwa kujizuia kufanya yaliyoharamishwa na Mwenyezi Mungu. Akuone mfuasi wa Ahlul Bait mtu smart bwana, kama bwana hawa huwa hawafanyi kitu hiki. Nakumbuka sisi wakati ule wa mwanzo tukianza shughuli hizi hapa, baadhi ya wazee wanakumbuka miaka kama 30 iliyopita, tulikuwa tunakwenda nyumba hata nyumba, mzee anakumbuka, kusoma dua. Na dua kumaili, dua tawassul, zote kwa tunazisoma kwenye nyumba za watu. Tena si kwa kualikwa, tunaomba tutakuja kwenu kusoma dua. Sasa wale wanaona haya wanatuwekea chai kidogo na mandazi angalau, lakini tulikuwa hatuombi chochote. Tunaenda kusoma dua tawassul, dua kumail kwenye nyumba za watu. Na wengi katika tulikuwa tukienda kwao si wafuasi wa Ahlul Bait. Ikasaundi katika mji kwamba wale mabwana wanasoma dua bila kuomba chochote, manake hawalipwi kwenye dua. Sasa tukaanza kualikwa dua, tunakwenda. Imamu ndivyo anavyosema kwamba fanyeni hilo mpaka watu wakuone nyie mna tofauti na wengine. Wakati fulani tukaenda kwenye nyumba fulani kusoma dua. Alafu tulipomaliza wenye nyumba wale wakanyosha mkono chochote, mimi nikakataa. Mwenzetu mmoja alikuwa mtu mzima kidogo, mtu wa Mombasa, akaniambia shekhe chukua. Mwambie hapana shekhe. Ananiambia shekhe chukua, kuna watu wengine usipochukua wanaamini dua yao haijakubalika bwana. Maana sadaka ya mwalimu lazima. Sasa ilikuwa ni mtazamo wake, lakini ukweli ilikuwa tunafanya hivyo.
Sasa imamu anasema namna gani mtafanya? Jizuieni kufanya maharim vilivyoharamishwa na Mwenyezi Mungu mpaka watu wawaone mna sifa tofauti. Wajtinabi maasihi, na mwepuke kumwasi Mwenyezi Mungu. Wa ittiba'i ridwani, na kufuata yale yenye kumridhisha. Fa innahum, hakika watu, idha kanu kadhalika, au yani watu wakiwa hivyo, au mkifanya hivyo watu wakawaoneni, kana nasu ilaina musari'in, watu watakuja mbio kwetu, yani maana watatukubali sisi. Kwa lugha nyingine ni kwamba njia rahisi na nyepesi ya kuwafanya watu wawakimbilie Ahlul Baiti ni vitendo vyetu. Njia rahisi ya kumwathiri mtoto kimaadili, kitabia, ni vitendo vyetu. Namalizia kwa kauli fulani. Ulamai wamethibitisha Ahlul Bait kwa hadithi, na hata Ahlus Sunnati wal Jamaa katika moja ya kauli za Sheikh Sha'rawi katika tafsiri ya moja ya aya za Qur'ani, kwamba inajuzu kiongozi wa familia kufanya ibada fulani kwa kukithirisha na kwa kudhihirisha, ili kufundisha tu familia juu ya ibada, na wala haiwi ni katika riya. Sheikh Sha'rawi anasema amesha swali msikitini, lakini akaja kuswali nyumbani, lengo tu ni kwamba familia imuone. Anasema sio riya. Ahlul Bait wamepokea katika baadhi ya riwaya kwamba pia si riya, na kani some Qur'ani pale tena kwa sauti sebleni, lengo langu ni kwamba watoto wanisikie na mama yao wanisikie na wote katika familia wanisikie, lengo wajifunze, sio riya. Haingii katika babu riya. Kwa hiyo naweza kufunga Alhamisi na Jumatatu mara nyingine kwa kuifundisha familia. Ukifika muda wa iftari, waniwekee iftari, unajua baba, leo ni siku ya kufunga ya Alhamisi, ni siku ya kufunga ya Jumatatu. Vyote vile unaweza kuvifanya kwa lengo la kuelimisha. Qiyamul layl, unaweza kusoma kwa sauti hata Qur'ani usiku kwa lengo waliolala wasikie katika familia, kwa lengo la kuwafunza, haingii katika riya. Unaweza kutoa sadaka kwa dhahir na kutangaza innamal a'malu binniyat, ili kushajiisha wengine watoe, hiyo haingii katika riya. Nataka na wengine watoe, najua hapa bwana, mimi nikisema tutoe sadaka kitu fulani, alafu nikaanza kutoa 10,000, wengine wote watatoa 5,000, 7,000 ngapi, mimi nawaambia natoa laki, kwa sababu najua nikisema laki, shekhe fulani pale naye atasema mimi 90, mimi kadha. Kwa hiyo inajuzu, na wala si katika riya, bali ni kuhamasisha utoaji zaidi. Ndugu zangu, leo tutakomea katika hili. Nas'alullah al-auna wa at-tawfiq lima yuhibbu wa yardah, innahu waliyyu at-tawfiq wa bihi nasta'in, walhamdulillahi rabbil alamin.